Umekuwa ukisumbuliwa na ndoto za kulishwa vyakula. Mara kwa mara umekuwa ukiota ndoto unakula vyakula. Wakati mwingine ni nyama au vyakula fulani kwa njia ya ndoto. Wanaokulisha ni kama unawajua au wajui. Pengine ni walio hai au waliokufa, lakini tatizo linalokusumbua ni ndoto za kulishwa vyakula. Na neno juu yako na maombi muhimu ya kuomba pamoja nawe. Maombi yatakwenda kuondoa kila vyakula ambavyo umelishwa kwa njia ya ndoto. Ndoto za kulishwa vyakula mara nyingi ni ndoto za kuunganishwa na maagano. Unapoota mara kwa mara unalishwa vyakula, unakula vyakula na watu waliokufa au walio hai, au mara nyingi unaota ndoto unashiriki chakula. Hizi ndoto mara nyingi ni ndoto za kukuunganisha na maagano au mikataba fulani. Ni ndoto zinazoweza kukuletea madhara makubwa. Zinaweza zikafanya mambo yako yasiyo naenda. Zinaweza zikafanya uwe kwenye kifungo fulani ambacho unatafuta majibu, hupati majibu yake. Na wakati mwingine ndoto hizi zikiwa zinakufuatia mara kwa mara zinaweza kuletea magonjwa yasiyoisha, mambo yanayojirudia, na wakati mwingine kusomewa taarifa zako. Yani kila unapoenda ni kama kuna kivuli kinakufuata. Kila unapokuwa ni kama maisha yako kuna mtu anayamonitor na kwa anajua nini kinaendelea. Unahitaji kujitenga na ndoto hizi, kwa sababu ndoto za kulishwa vyakula ni ndoto za maagano. Ni ndoto za kuunganishwa na maagano fulani. Ni ndoto za kuunganishwa na viapo fulani. Hivyo tunao nafasi ya kuingia kwenye maombi na kumwambia Mungu kila agano ambalo limesimama kinyume na sisi, ambalo linatuunganisha na madhabahu za giza, ilo agano tunalikataa. Mungu ni wa neema, ataenda kukuondoa kabisa kwenye ilo agano la ndoto. Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni wa neema, Mungu ni wa huruma. Utakiri maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninaomba unirehemu mahali popote nilipokiri au nilipojiunganisha na maagano bila mimi kujua. Leo hii kwa hiari yangu mwenyewe nayavunja hayo maagano katika jina la Yesu. Kila agano la vyakula ambalo nimeunganishwa nalo, kila agano la nguvu za giza ambalo limeunganishwa na mimi, leo hii naliondoa katika jina la Yesu. Nalikataa hilo agano katika jina la Yesu. Agano la vyakula liniachie, agano la viapo liniachie katika jina la Yesu. Kama kuna mahali nilikukosea Bwana Yesu, naomba unisamee. Kama kuna mahali nilikukosea Mungu, naomba unitakase, nioshe, niinue tena nisimame. Nakataa kuunganishwa na maagano, nakataa kuunganishwa na wafu katika jina la Yesu. Nataka niombe pamoja nawe sasa. Baba, katika jina la Yesu, namleta mtu huyu ambaye ameinua imani yake. Navunja agano la mauti, navunja agano la chakula. Kila chakula ambacho umelishwa, weka mkono kwenye tumbo lako. Kila chakula ambacho kimeingia kwenye tumbo hilo ambacho ni cha kipepo, na kitapisha. Natapisha kila uchawi, natapisha kila uganga, natapisha kila nguvu za giza. Maagano ya vyakula yote nayatapisha kwa jina la Yesu, nayatapisha kwa jina la Yesu. Naona kuna mtu anafunguliwa saa hii, naona kuna mtu anafunguliwa saa hii. Ile neema iliyo ndani yangu nayoleta kwako ikufungue, ikufungue saa hii, ikufungue saa hii katika jina la Yesu. Wewe uliyefungwa na uchawi, uliyefungwa na uganga, uliyefungwa na nguvu za giza, uliyefungwa na wafu, uliyefungwa na maagano na mizimu ya kwenu, magonjwa yasiyoisha yanayojirudia kwako, kumbe aliingia kwa njia ya chakula, kumbe aliingia kwa njia ya maagano, na yavunja kwa jina la Yesu. Na yavunja maagano yote, na yapiga kila agano, na alipiga kwa jina la Yesu, na alipiga kwa jina la Yesu kila agano la kuzimu lililounganishwa na wewe, kila agano la nguvu za giza ambalo limeunganishwa na wewe, nalivunja saa hii. Navunja kwenye tumbo hilo, navungusha, na haribu hicho chakula ambacho uliingiziwa, na haribu hizo ndoto za vyakula, nazifuta ndani yako. Ndoto za vyakula, ndoto za kulishwa vyakula, ndoto za kushiriki vyakula, nazipiga. Toka, mwache mtu huyu, toka kwa jina la Yesu. Toka ndoto za vyakula katika jina la Yesu. Naziondoa hizo ndoto za vyakula, naziondoa kwa jina la Yesu. Ndoto za vyakula toka, ndoto za vyakula toka, nazikemea kwa jina la Yesu. Hizo ndoto za vyakula zikuachie kuanzia sasa, na kufungua kwenye hicho kifungo, na kufungua kwenye hiyo laana, na kufungua kwenye hiyo mateso. Kila ulicholishwa tapishwa, tapishwa uchawi huo, tapishwa uchawi huo, natapisha, 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 tapishwa, tapishwa hayo magonjwa, tapishwa hayo nguvu za giza, tapishwa hayo maagano, maagano yote ambayo umekuunganisha kwa siri, maagano ambayo wamekuunganisha iwe kwa hiari au kutokuwa kwa hiari, na yatapisha. Na vuruga hilo tumbo, na vuruga hilo tumbo, na vuruga hilo tumbo, na kila ulichokiweka kwenye tumbo lako kiondoke sasa. Na vuruga sasa, na vuruga sasa. Kama navyogusa tumbo langu hivi, ndivyo nao unafunguliwa sasa, ndivyo nao unafunguliwa sasa, ndivyo nao unafunguliwa sasa katika jina la Yesu. Naondoa kila ulichowekewa, naondoa kila ulichounganishiwa. Toeka kwa jina la Yesu.
toweka kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, iondoe kila takataka za giza, takataka za kuzimu, maagano ya mauti. Toka, toka agano la mauti, toka agano la chakula, na kuvunja na kuondoa. Toka kwenye nafsi hii, mwachie mtu huyu kuanzia sasa, sio wa kwako. Acha nafsi yake, acha nafsi yake, na kufungua kwenye kifungo hicho, na kufungua kwenye ile teso. Funguliwa kuanzia sasa. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Yes, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Naondoa kwa jina la Yesu. Toka kwenye tumbo hilo, toka. Wengine mmewekewa mauvimbe kwenye matumbo, wengine wamewekewa matakataka kwenye matumbo. Power in Jesus name. Toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ipite hapo ulipo, nguvu ya Mungu ipite hapo ulipo, mguso wa Mungu upite hapo ulipo, mguso wa Mungu upite kwenye tumbo hilo, mguso wa Mungu upite, mguso wa Mungu upite, mguso wa Mungu upite na kufungua wewe, na kufungua na kufungua na kufungua na kufungua katika jina la Yesu. Pokea connection hii, pokea connection hii. Hayo magonjwa yanakuachia, yanakuachia sasa, na yafukuza. Ondoka, 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 ondoka. Wewe ni roho kamili, wewe ni roho kamili. Maagano ya chakula, maagano ya chakula, maagano ya kuzimu, maagano ya wafu waliokufa, na yafukuza. Hiyo ndoto naikemea, usiote tena kuanzia sasa. Pokea njozi mpya, pokea njozi mpya, pokea ndoto nzuri zenye baraka, pokea ndoto nzuri, pokea ndoto nzuri na kufungua kwa jina la Yesu. Ndoto nzuri ndio ziingie kwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baraka hii na ufungulivu uwe kwako kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini maombi haya yamekufungua na utaenda kuona Mungu akifungua. Endelea kujiconnect na kujiunganisha. Hakika utaona Mungu akikupa hatua mpya. Unasikia kufunguliwa, umetapika au kuna vitu vimevurugika tumboni, rudia tena maombi haya, utakaa sawa kabisa. Mwingine kichwa kinakuuma, mwingine unasikia kutetemeka, usiogope, ufungulivu unapita. Unaweza kujiconnect na maombi haya kwa sadaka yako hiari kwa namba iliyoandikwa M-Pesa kwenye skrini yako. Achilia sadaka yako ya kusindikiza maombi haya, utaenda kuona mkono wa Mungu ukiendelea kuwa pamoja nawe. Lakini pia unaweza kufuatia vipindi vyetu kwa njia ya YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa by Pastor Godwin Ndelwa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.